Katika ulimwengu wa leo, kujipendekeza, kujiinua katikati ya wenzako imeonekana ndio njia sahihi ya kupata mafanikio. Lakini katika ufalme wa Mungu, njia ya kupanda ni kushuka. Kadiri utakavyoamua kushuka chini kabisa, chini ya Mungu, ndivyo Mungu atakavyokuinua na kukuinua na kukuinua. Kiburi ni adui wa siri ambaye huwa haji mara moja kwenye maisha yako. Anakuja kwa kificho sana na kwa kuvizia, lakini taratibu, lakini kwa uhakika anakwenda anamtoa Mungu kabisa kwenye maisha yako. Na mwisho wa yote unabaki huna Mungu na unaingia kwenye maisha ya kutembea ukijiona wewe ndiye Mungu. Hata kama utakuwa unaendelea kwenda kanisani, hata kama utaendelea kuwa ni mchungaji, hata kama utaendelea kuwa mtu mpole na unayependwa na watu. Leo tutakuwa tukiangalia pambano hili kali ndani ya moyo wa mwanadamu kati ya kiburi na unyenyekevu. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Na hebu tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa somo zuri, somo lenye nguvu, somo la leo. Na asante kwa kuruhusu mimi na mtoto wako tujifunze mambo haya makubwa. Tunaomba Roho wa maarifa, Roho wa ujuzi, Roho wa hekima, wa ufahamu akawe juu ya mtoto wako huyu mzuri anayefuatilia habari hizi njema. Na Bwana, mwisho wa somo hili tukanyenyekezwe, tukafanywe kwa wadogo chini ya uso wako, na ukatuinue wewe mwenyewe popote ambapo utaamua kutusimika wakati tunasubiri ujio wako mara ya pili hivi karibuni, katika jina la Yesu, amen. Tutaanza na mifano miwili ya watu au viumbe walioonyesha kiburi katika maandiko matakatifu. Lakini tutaangalia mifano mitatu ya watu walioonyesha unyenyekevu katika maandiko matakatifu. Na ndani ya kila mfano kuna masomo ya maisha ambayo yanakwenda kugeuza maisha yako na maisha yangu siku hii ya leo. Mfano wa kwanza ni Lucifer, chimbuko la sumu ya kujiona. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 na ule mstari wa 16. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Maana kila kilichomo duniani, 1, yaani tamaa ya mwili; 2, tamaa ya macho; 3, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na duniani. Na Biblia inaposema dunia, haimaanishi litufe dunia. Inamaanisha mifumo yote iliyomo ndani ya dunia ambayo iko kinyume na Mungu. Tabia ya kutaka kujiinua dhidi ya maelekezo ya Mungu, dhidi ya utawala wa Mungu kwenye maisha yako, asili yake ni malaika aliyeitwa Lucifer, kwa sasa anaitwa Ibilisi na Shetani. Inaelezwa vizuri Isaya 14. Isaya 14 mstari wa 12 mpaka 14. Anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Katika maisha yako, adui kiasili anajenga tabia ya kutaka uinuke dhidi ya mambo ya Mungu. Adui
atakachokifanya ili akuchonganishe na Mungu, kwa sababu Mungu anasema Mungu anachukia watu wanaojiinua, anawashusha wenye kiburi, anainua kiburi ndani yako, kwa sababu yeye ndio bingwa wa kutengeneza mazingira ya kujiinua katikati ya watu ambao ni wanyenyekevu. Kiburi ni jaribio la kiumbe kutaka kuchukua na kupora utukufu, hadhi, haki na heshima na adhama za Mungu. Tukio ambalo alijaribu kulifanya malaika Lucifer akatupwa, ameliingiza kwenye akili za watu, kwenye mioyo ya watu. Hata leo makanisani, hata leo kwenye maserikali, hata leo kwenye jamii, wako watu wanajiita, hawajiiti kimsingi, matendo wanaoyafanya ni kana kwamba wao ni miungu watu. Shetani anatafuta kukuchonganisha na Mungu wako, kukufanya ujitutumue, ujiinue, uishi kana kwamba hakuna Mungu, uishi kana kwamba maisha yako, maelekezo ya maisha yako unayatoa kwako mwenyewe, kuishi kana kwamba hakuna divine entity, hakuna kitu cha kiungu nje yako ambacho kinaongoza maisha yako. Na mwisho wa siku maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo ni uangamivu. Ukiona umeanza kujihisi wewe ni bora kuliko wengine kutokana na hivyo ulivyo navyo, tambua taratibu 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 roho ya Lucifer, Luciferian spirit inaanza kuibuka ndani yako, inaanza kuibuka ndani yako. Katika masaa haya Mungu anasema jishushe, jishushe, jishushe. Maana ukiona hivyo, tambua anguko lako limekaribia. Kama hautaanguka tukikuona hivi, utaanguka Yesu anapokuja hivi karibuni. Utatupwa, utaangushwa, utagaragazwa, utadhalilika, utaachwa. Lengo la somo la leo, kipengele cha kwanza ni nini? Kagua maisha yako. Fanya inventory, kaguzi wa eneo lote la maisha yako. Ni kuna eneo gani ambalo unaona unajiinua? Mungu akushushe, afunue maeneo ambayo unaona bado yanahitaji marekebisho. Mfano wa pili ni wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu, kiburi ndani ya huduma. Hapa tunaingia kidogo kwenye nyumba ya Mungu. Luka 22 mstari wa 24 na wa 26, yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Lakini akawaambia, mfalme wa mataifa hutawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. 26, lakini kwenu ninyi sio hivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama atumikae. Kuna tatizo dogo. Watu wengi wanadhani kujishusha na kunyenyekea ni udhaifu. Huko duniani kwa Mungu, kujishusha na kunyenyekea ndio nguvu na ndio ushindi wa mcha Mungu. Hata ndani ya makanisa kuna heshima zimetengenezwa kwa ustaarabu na lugha nzuri zenye mvuto za kutambuana katika renki za kiheshima, lakini nyuma yake ni utambulisho wa viburi vivyo ndani ya watu. Ukitaka kujua, jaribu ukosee kumtambua mtu kwa elimu yake na kwa cheo chake na kwa hadhi yake. Atakuchukia, atakuwinda, atakusema vibaya, atakutafutia visa kwa sababu tu hujamtambua. Kimsingi, kwa mujibu wa Yesu, anasema wafalme wa dunia tuwaache, wao ndio mifumo yao. Marais wa nchi tuwaache, hizo ni protokoli ambazo ziko kule duniani. Ndani ya kanisa, mkubwa ni yule aliyejishusha. Mkubwa ni yule ambaye anakuwa chini. Ukubwa katika nyumba ya Mungu unapimwa kwa kiwango chako cha kuwatumikia walio chini yako. Ukubwa ndani ya nyumba ya Mungu haupimwi kwa kiwango cha rundo la heshima ambazo zinamiminiwa kuelekea kwako. Yesu anasema ukitaka kuwa mkubwa, tumikia wengine.
tutajifunza sehemu ya 3. Nisiseme hiki nisije nikamaliza vyote. Katika siku za mwisho tutaendelea kuona kiburi kikiibuka ndani ya nyumba ya Mungu, mashindano yakiibuka. Ngoja nikwambie, ndani ya mtu kiburi kinakaa kwenye kitu kinachoitwa selfishness. Ubinafsi ndo sofa au kochi ambalo linaalika kiburi kikae pale, na kiburi ndio mzizi wa kila shina la dhambi ndani ya mtu. Kila dhambi unazozifanya, kila kujinua unakokuonyesha, tukikutrace, tukikufuatilia, tutakuta mzizi wake ni kiburi kilichoibuka ndani yako. Na kiburi kimetunzwa katika ubinafsi, kutaka vitu vyote vije kwako, vije kwenye kabila lenu, vije kwenye ukoo wenu. Nyie ndo wasemaji wa mwisho. Hii kitu iliwakuta hata wanafunzi wa Yesu. Ukuu wa mcha Mungu haupimwi kwa cheo. Ukuu wa mcha Mungu haupimwi kwa nafasi ambayo Mungu amemweka. Ukuu wa mtu anayemcha Mungu unapimwa kwa huduma anazozitoa kwa walio chini yake. Kiwango chako cha kuhudumia watu kiko sambamba na kiwango chako cha ukuu machoni pa Mungu. Shetani amepofusha wengi. Wanatafuta heshima, wanatafuta hadhi, wanatafuta kufahamika. Kama watu walikuwa na Yesu live na bado walionyesha kiburi, hata sisi bado kuna nyakati kakiburi kanaibuka. Mungu akupe neema na ukafyeka mbali kwa jina la Yesu. Katika ufalme wa Mungu, VVIP city au VIP city, zile city bora za mbele nzuri, hauziwahi kwa kukimbia, kwa kusukuma watu ili ukae kwenye siti ya mbele. Kwenye ufalme wa Mungu, wanaokaa siti ya mbele ni wale ambao wamenyenyekea chini ya uongozi wa Mungu na kutumia muda wao, nguvu zao, akili zao, rasilimali zao, uchumi wao kuwatumikia watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu, nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona, nilipofungwa gerezani mlikuja kuniona. Ulijitoa na ukajitoa, kama Paulo anasema, kwa machozi, nyumba kwa nyumba nilipita kuwatia moyo. Mungu atasema, vyema mtumishi mwema, ulikuwa mwaminifu kwenye hayo madogo, njoo kwenye haya makubwa. Naomba ugeuze mindset yako ya kabisa kuanzia sasa. Utumishi wako ndio ukuu wako, lakini cheo chako sio ukuu wako. Hata ofisini umepewa nafasi kusaini document, saini, watu wafanikie, mambo yaende, vitu visikwamie kwako. Tumikia watu. Cheo ni kutumika, cheo sio nafasi na hadhi. Tuangalie mifano 3 ya mwisho, mifano ya unyenyekevu. Moja ni mtoza ushuru. Mtoza ushuru na unyenyekevu. Ni Luka 18. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezae atashushwa, naye ajishushae atakwezwa. Jina la Bwana libarikiwe. Farisayo anajivunia matendo yake ya kidini. Yaani anaingia kwenye maombi, akili yake haipo kwenye maisha yake, matendo yake, uchafu wake, ipo kwenye kujilinganisha na waombaji wenzake. Na kushukuru kwa sababu mimi ni Msabato, wao ni Waislamu, wao ni Wakatoliki, wale ni watu fulani. Na kushukuru kwa sababu mimi sili nguruwe, yule anakula nguruwe. Na kushukuru kwa sababu mimi sizini, lakini yule kule ni mzinzi. Haya ni maombi ya viburi, maombi ya kujiinua. Anatufundisha nini? Mfano wa unyenyekevu ni huyu bwana. Anapoenda mbele za Mungu,
haoni kitu kingine chochote kati yake yeye na Mungu isipokuwa Mungu peke yake. Hamuoni mtu mwingine yoyote kati yake yeye na Mungu isipokuwa Mungu peke yake. Na Biblia inasema tunapomsogelea Mungu, anasema Mungu ni nuru, ni nuru inang'aa. Iking'aa inafunua maeneo yaliyojificha kwenye maisha yetu. Tunawekwa wazi, tunakuwa uchi mbele za Mungu. Kila kichafu kinakaa wazi. Kwa hiyo utaanza kushughulika na uchafu ulio ndani yako, uovu ulio ndani yako, ili Bwana akusafishe. Kifarisayo utaanza kuona watu katikati ya maombi. Katikati ya maombi utaki kuona mtu yoyote isipokuwa Mungu peke yake. Na ukimwona Mungu atakuonyesha watu wa kuwaombea na kuwatia moyo, si wa kujilinganisha nao na utakatifu wako. Mungu hasikilizi maombi ya watu wanaojiona wao ni watakatifu. Mungu anasikiliza maombi ya mtu ambaye anajua kabisa anapungukiwa mbele za Mungu na anahitaji rehema na huruma za Mungu ndani yake. Katika hili tunajifunza tunapoingia kuomba. Hawa watu walikuwa waombi hadharani. Kila mtu alienda kuomba akijiombea peke yake. Funga akili zako, usione kitu kingine isipokuwa wewe na Mungu wako. Mwambie Mungu, ninaomba unisafishe. Hebu funua kama kuna eneo lolote kwenye maisha yangu limejificha. Hebu ondoa giza lililoficha maisha yangu nisiyaone. Nifunue, nijione, nijijue, nijifahamu. Nionyeshe kama iko njia ambayo natembea, Mungu wangu, mwisho wa siku itaniletea majuto. Nisaidie. Jishushe mbele za Mungu katika maombi. Jinyenyekeze mbele za Mungu katika maombi, na Bwana atakuinua kwa wakati wako. Mfano wa pili kwenye mifano yetu mitatu yenye nyenyekevu ni Musa. Kwa ajili ya Mungu, Musa alikubali kushuka na kudhalilika. Kitabu cha Waebrania 11:25 mpaka 24. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi za kitambo. Unajua maana ya mtu kuitwa mwana wa binti Farao? Maana yake alikuwa ni mfalme Farao atarajiwae. Aliandaliwa kuwa mfalme wa Misri. Majeshi yote yalikuwa chini yake. Yeye ndo angekuwa mtawala wa dunia. Alikuwa ni zaidi ya Trump wa sasa hivi. Lakini akaona kubaki kwa Farao bila Mungu hakutamsaidia kitu. Ni bora ateseke na watu wa Mungu kuliko kubaki kwenye nafasi ya juu kabisa akiwa hana Mungu. Ananikumbusha Danieli. Aliona ni bora ashuke kwenye tundu la simba, aliwe, afe, apotee, kuliko kubaki ikulu wanakula apples na nyama na mboga na vitu vizuri ambavyo havina Mungu ndani yake. Jifunze kukataa. Kuna imani tunaita imani ya kukataa. Kwa imani, kataa kujikweza katika dunia. Ushuke katika Mungu. Kuna wakati ukiwa na Mungu itabidi upitie mabonde ya uvuli wa mauti. Lakini Bwana Mungu anasema gongo langu na fimbo yangu vitakuongoza. Utapita, lakini upande wa pili utainuliwa. Yesu kwa imani alishuka, akashuka hata Goligota katika msalaba. Kwa imani Mungu alimuinua. Ngoja nikwambie, kuna wakati inabidi wakati mwingine ukatae anasa za dunia. Ni afadhali uende mbinguni ukiwa unasikiliza kwaya kuliko miziki ya dunia ambayo ikaingiza hamasa za ngono kwenye fahamu zako, ikaingiza kutokumcha Mungu ndani yako. Masomo makubwa ya kishetani yamepenyezwa kwenye miziki ya dunia. Masomo makubwa yanayobadilisha maisha, ya kumfanya Mungu onekane ni wa kawaida kwenye maisha yako, yamepenyezwa katika bongo flava, katika R&B, katika singeri, katika nyimbo mbalimbali ambazo zinaenda kushusha moyo wako. Kwa imani Musa alikataa mambo yote ya Misri. Ni afadhali uonekane mshamba ukiwa na Mungu, alafu atakapokuja uokolewe
kuliko kuonekana mjanja ukiwa na shetani atakapokuja upotee. Kunalipa sana kuwa na Mungu. Ni afadhali ukae jangwani na Mungu kuliko ukae ikulu na ibilisi. Ni afadhali ukae utembee katika mabonde ya uvuli wa mauti ukiwa na Mungu kuliko ukaa katika milima inayotilisha maziwa na asali bila Mungu. Unyenyekevu wa kweli ni kumkataa farao wako kwenye maisha yako na kuendana na Mungu. Musa kwa imani alikataa utukufu wa Misri ili ambatane na utukufu wa Mungu. Unyenyekevu ni biashara ya exchange. Unakataa vinavyoonekana, vinavyolomba, vinavyovutia na kuungana na visivyoonekana vya Mungu ili mwisho wa siku upate uzima wa milele. Ni kitu gani kwenye maisha yako ukikiangalia unasema hiki niendelea kukifanya, nikiendelea kuikataa sauti ya Mungu, hii ni a mark of pride, ni alama ya kiburi. Mungu asipoingilia kati kitanisababisha nipotee, na kuombea kwa Mungu kikutoke na kikuache kwa jina la Yesu. Achana nacho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu akupe nguvu ya kuacha. Bwana aachilie ndani yako imani ya kukataa, ili Bwana anapokuja siku hivi karibuni upate kuokolewa. Jambo la mwisho, Yesu mfano halisi wa unyenyekevu. Mfano halisi wa unyenyekevu. Kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 5 na wa 8 anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani yake Kristo. Nia hii ni ipi hiyo? Alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii, naam hata mauti ya msalaba. Yesu ndiye kielelezo na kilele cha unyenyekevu. Ukitaka kujifunza unyenyekevu, jifunze kwa Yesu. Mungu wetu anatupenda kiasi kwamba yuko tayari kuriski mbingu nzima kwa ajili yako. Mungu wako anakupenda kiasi kwamba yuko tayari kujishusha na kujishusha na kujishusha, akae ndani yako, aendeshe maisha yako, aendeshe kutaka kwako na kuongoza kwako. Hauwezi kuhudumia watu, hauwezi kuwa baraka kwa ombaomba, hauwezi kuwa baraka kwa maskini, baraka kwa wasiomjua Yesu, kama moyo wako haujatekwa na akili ya Yesu. Biblia inatufundisha, ni amri, anatoa amri Yesu, iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo. Omba Mungu akupe neema ya kuwa na akili. Nia manake ni akili, mindset ya Yesu iweze kuwa mindset yako. Vinginevyo hauwezi kuwa msaada wowote. Wewe utakuwa ni wale watu ambao wamefanikiwa, ukitoa msaada kwa mtu unaanza kuwasimanga na kuwasema. Utakuwa ni wale ambao wanakwenda kutoa msaada wanaenda na kamera. Utakuwa ni wale ambao usipotambuliwa kwenye mkutano unanuna, unakasirika, unaanzisha vita kwa sababu hauna nia ya Kristo. Ninakuombea kwa Mungu katika sehemu hii ya mwisho unyenyekevu. Mungu asemi tu uwe mnyenyekevu kama Yesu, uwe na akili ya Yesu. Tuombe akili ya Yesu iwe akili yetu. Uwezo wa kujishusha wa Yesu uwe ndio uwezo wetu, ili tuweze kuwa baraka kwa watu wengine. Haitawezekana mpaka tumekubali kujishusha. Faida ya kwanza ya kuwa na akili ya Yesu ni ubinafsi, kiburi, uchoyo, kujisikia, kutaka uwe kimbelembele, utambuliwe kabla ya wenzako. Character assassination, kuwaua watu, kuwasema watu vibaya, vinakufa automatically. Sasa unasema, mbona hii mambo ya akili ya Yesu ni jambo kubwa sana, mtumishi wa Mungu? Hivi inawezekana kweli mtu ukawa na akili ya Yesu, ukawa na tabia kama za Yesu? Ninakutaka nikutie moyo, inawezekana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 16. Lakini ni nani anayefahamu nia ya Bwana? Amwelimishe. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Paulo anasema yeye na hao wa Korintho wanayo hiyo akili ya Yesu, akili ya kujishusha. Kama Yesu aliweza kuruhusu watu wa Korintho, wakina Paulo wana akili ya Yesu ya kujishusha, hata wewe unaweza ukawa na akili ya kujishusha.
Kujiinua na kujisikia ni roho ya Ibilisi. Kujishusha na kuwatanguliza wengine haimaanishi wewe ni dhaifu. Unaweza kuwa ni imara kama simba, lakini mnyenyekevu na kujishusha, hiyo ni roho ya Mungu, the Spirit of Christ, the Holy Spirit. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, tukio la kwanza tutaona ni ujasiri ambao ndani yake umechangamana na kujishusha kabisa mbele za Mungu wako. Tukio la Yesu kufa msalabani ni ushahidi au ishara ya kwamba Mungu haogopi kushuka, kujishusha. Yesu kufa msalabani ni ushahidi ya kwamba Mungu sio mwoga. Ana uwezo wa kujishusha hata akautoa uhai wake kwa ajili ya faida ya viumbe wake. Linatupa ujasiri wa kutokuogopa kujishusha, kudhalilika kwa ajili ya Yesu. Hawezi kutumikia watu, hawezi kuhubiri injili hata barabarani kama bado unajisikia wewe ni bora, unadhalilika, msomi, unaendaje kusali kwenye kanisa la mabati au la miti hivi, kwa sababu ya kiburi. Bwana akupe nia ya Kristo, akupe akili ya Yesu, akupe roho ya Yesu ikae ndani yako. Na ikiwa umejifunza na unasema nahitaji Mungu uninyenyekeze, andika comment chini hapo, tutakuombea, tuendelea kuomba Bwana ninyenyekeze. Hata mimi naomba wakati mwingine roho ya kutaka, roho ya kuinua, ya kiburi uwe inaibuka ndani yangu. Nahitaji kuomba Mungu aninyenyekeze. Na unasema na mimi sio bora sana kuliko wakina Petro, wakina Yohana, maana walitaka ukubwa fulani. Unasema kuna wakati roho ya mashindano, roho ya kujiinua, roho ya kiburi, kutaka mimi kuwa juu, kuona wengine wanaanguka, inaibuka ndani yangu. Na unasema ninaomba Mungu wa mbinguni unisaidie, ingia ndani yangu, niokoe. Bwana akutendee, Bwana akufanyie, Bwana akubariki, akunyenyekeze kwa jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Uwezo, mamlaka, ukuu, sifa na utukufu vina wewe milele. Asante kwa tukio la kukubali kudhalilika ili mimi niliyedhalilika nipate kuheshimika. Asante kwa kukubali kupigwa ili mimi niliyepigwa na madhambi na mateso ya Ibilisi nipate kuwa na nguvu na huru tena. Ninaomba utusaidie mimi na msikilizaji wangu huyu. Haya mambo tuliojifunza ya unyenyekevu, Bwana tunaomba ile akili ya Kristo ikae ndani yetu. Tujishushe ili Bwana utuinue. Tukuinue ili Bwana utushushe katika jina la Yesu. Katika biashara, katika ajira, katika kazi, katika utumishi, kuna mambo mengi tumeogopa kuyafanya kwa sababu tungeonekana tumedhalilika. Roho ya kutaka sisi tuwe juu imetuziba fursa zetu za kimungu. Tusamehe Baba wa mbinguni. Tusafishe mioyo yetu sasa. Ingia ndani yetu kwa jina la Yesu. Ninamwombea mtoto wako huyu, yawezekana katika harakati ya kutafuta kiburi chake na kujiinua na kupata fursa hata kutokusikiliza sauti yako, amejikuta amekuwa mtu asiye na maana. Amejikuta adui kampiga mieleka kamwangusha. Amejikuta na magonjwa, amejikuta na mikosi, amejikuta na yuko kwa waganga, amejikuta ameachika, ameachana, amevurugiwa maisha kwa sababu ya roho ya kiburi na kujishusha. Katika jina la Yesu, kwanza Bwana msamehe. Katika jina la Yesu, pili Bwana muokoe. Muokoe mfalme wa amani. Kama ni magonjwa, mponye kwa jina la Yesu. Kama ni huzuni, iondoe tangu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninamtangazia amani ipitayo amani yote ikawe juu yake. Nguvu zako zikawe nguvu zake. Ukamtakase na kumwosha na kumfanya kwa mwenye kufaa. Na chochote ambacho kilikoma kwenye maisha yake kwa sababu ya kiburi, Bwana muinue tena kwa jina la Yesu. Anapojishusha sasa, inua vipato vyake kwa jina la Yesu. Anapojishusha sasa, inua utumishi wake tena kwa jina la Yesu. Anapojishusha sasa, muinue katika kila eneo la maisha yake. Na mwisho wa siku, Bwana, unapokuja hivi karibuni, ukatuinue sisi sote, hata mbingu tukakuone wewe live katika utukufu wako. Katika jina la Yesu, amen. Mpendwa, karibu
Karibu sana Patakatifu Media kwa somo linalofuata.